Tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na watu wote. Tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na watu wote. Tuimbe. Tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na watu wote, wena siku zote na Bwana wako, baraka uombe kwa kila jambo. Tafuta daima utakatifu, uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako, utabadilishwa kama alivyo. Tafuta daima utakatifu, kiongozi wako awe Yesu tu, katika furaha au huzuni, dumu kumfuata Yesu Mwokozi. Tafuta daima utakatifu, umtazame Roho moyoni mwako, hakika uongoza katika haki, hufanywa tayari kwa kazi yake. Tukidumu kusimama tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, wewe ambaye umetupa uhai asubuhi ya leo, tunakushukuru sana. Asante kwa kutukusanya katika mlima huu wa Gosheni. Tunakuhitaji utusamehe dhambi, makosa na hata uovu. Tubarikie afya njema ya kukusikia unenapo asubuhi ya leo, na mtumishi wako atakaposimama kwa kadiri ulivyohusika naye kuandaa. Tukuombe unene kwa kadiri ya mapenzi yako. Kila nafsi, kila roho ikatazamishwe msalaba, na kisha wito wa kuweza kuachana na mambo ya dunia na kukuandama wewe Mwokozi ukashinikizwe ndani ya mioyo yetu. Kila program, kila hatua itakayopigwa kuanzia sasa, twaiweka mikononi mwako. Baba wa mbinguni, uitangulie. Roho wako Mtakatifu, tafadhali tusaidie kuelewa kile ulichokusudia asubuhi ya leo tukisikie. Tunaomba kwa jina la mwanao Yesu Kristo, amina.
na ikaribisha kwaya mgeni kwa wimbo mmoja, alafu baada ya hapo tutaendelea na program.
umekwisha kuwadia, bila ubaguzi wala fari. Kristo ndiye ujumbe wetu, mwisho wa dunia umefika, tunasimama kama mmoja. Ila kugawanyika, mpaka mbingu zifunguke. Yesu arudi kwa utukufu, sauti moja, moyo mmoja, utume mmoja, mpaka Bwana arudi. Sauti moja, moyo mmoja, utume mmoja, mpaka Bwana arudi. Mnasemaje kwa wimbo wa kiutume uliotolewa na kwaya yetu? Kama nilivyotangulia kuwajulisha awali kwamba leo tutahudumiwa na ofisi ya fedha, ni waombe wale wahasibu basi waingie. Muda huo nikiwatambulisha wahazini wa fields na conferences. Mwenyeji wetu Nyanza Goldbert Field, Elder Pardon Kikiwa yupo katika safari ya kiutume kule Kongo, na kimsingi tukionyesha mfano wa kiutume kupitia kaka yetu Pardon Kikiwa, na sisi tutakwenda kuwatia moyo pamoja na mhazini wetu wa Union. Tuko na Elder Shelemia Yekonia, mhazini wa Western Tanzania Conference, punga mkono Shelemia, na Elder Galani ambaye ni mhazini wa Northwest Tanzania Field. Niwaombe wale wahasibu waingie. Basi tutatoa wimbo mmoja na tutamkaribisha bosi wetu Elder Charles atupatie neno la uzima. Mimi ninayezungumza nanyi ni mhazini wa South Nyanza Conference. Karibuni sana. Je, kuna roho ya ngoja, pokea toba leo. Sikia anakuita, Yesu apita hapa. Yesu apita hapa.
Njoo mkononi mwa Yesu ili upumzishwe. Yesu apita hapa hapa leo. Yesu apita hapa hapa leo. Yesu apita hapa hapa leo. Yesu apita hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru hiyo ni idara ya fedha. Wananena lakini pia wanaimba. Na ni vizuri waimbe, maana ukiwa na kitu ambacho kila mtu anakitafuta katika ulimwengu huu, lazima uwe na maneno ya kumfariji wakati hakipo. Hello, tuko pamoja? Fedha kila mtu anaitafuta, na kama haipo, usipokuwa na maneno mazuri ya kumwambia kwamba leo sina, njoo kesho, utamkatisha tamaa. Kwa hiyo nawashukuru sana idara ya fedha kwa wimbo huo mzuri, Yesu apita hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Luka 19 mstari wa kwanza hadi 8. Inasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Haya, huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Yesu ni mtu wa namna gani asiweze, kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mtu mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile, kwa kuwa naye atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Unamtafutaje Bwana? Zakayo katika ulimwengu huu ni sisi. Yawezekana wewe sio tajiri leo, lakini kuna kitu ambacho kinakuzuia kumpata Yesu Kristo. Kuna nyakati unaweza ukahubiri kama wachungaji,
lakini kuna vikwazo, maana wale unaowaongoza wanakutazama katika taswira tofauti. Mchungaji unapohubiri na kuongoza washiriki, haimaanishi unaowaongoza wote ni watakatifu. Kuna nyakati unaleta ajenda, lakini wanakutazama katika mtazamo mwingine tofauti, maana umeenda kinyume na takwa lao. Ukisoma vizuri kisa cha Zakayo, utagundua kwamba alichukiwa na jamii, na hili jambo lilimfanya yeye binafsi ajitafsiri na kuangalia kwamba ni jinsi gani anaweza akampata wokovu kupitia Yesu Kristo. Unaweza ukawa hapa kila siku tunasoma Biblia, lakini kisa hichi mimi nakiona kwamba kinatuletea wokovu siku hii ya leo. Maana Yesu anapita hapa leo katika kanisa la Gosheni. Anapopita, wewe umejiandaje kumpokea? Je, utaangalia kwamba mimi nimevaa suti? Je, utaangalia kwamba mimi naendesha Range Rover? Mimi ni tajiri? Mimi nina uwezo? Watanionaje nitakapokimbia ili niende nitatangulie mbele ili niweze kukutana na Yesu Kristo? Ikiwa hiyo shauri inakuja katika moyo wako, tambua bado hujapata toba ya kweli. Mungu anamtamani mtu ambaye anajitolea kiukweli katika roho yake kwamba yuko tayari kufanya lolote ili aweze kumwona Yesu Kristo. Ikiwa wewe utaanza kuona kwamba Sando atasemaje, nimekuwa tajiri, nimekuwa nikimbeba hapa na hapa, leo hii ananiona mimi ninapanda juu ya mkuyu, hata nitazamaje? Je, washiriki nimekuwa nikiwaongoza nyakati zote, wamenipa heshima kama mkubwa wao, leo hii napanda mkuyuni ili nimuone Yesu, watanitazamaje? Hicho kikija moyoni mwako, tambua bado hujawa na toba ya kumtafuta Yesu Kristo. Ndugu wenzangu, Zakayo alikuwa ni mtu tajiri, lakini hayo yote hakuweza kumzuia kumwona Yesu Kristo. Alidhamiria moyoni mwake kwamba huyu Yesu ni mtu gani, na mimi natamani nimuone. Kitendo cha kufanya mambo hayo mawili, kukimbia mbele na kupanda mkuyu, ilionyesha dhamira yake halisi kwamba yupo tayari. Lakini sio hivyo tu. Unajua, tukisoma katika Biblia kuna kile kisa ambapo ile tajiri alipoulizwa akasema yeye ametunza amri zote na kila kitu amefanya, lakini alipoambiwa aende agawanye mali zake kwa maskini, aliona wokovu basi haumfai. Yule hakuwa tayari katika wokovu. Ikiwa tupo hapa kanisani leo hii tunajifunza, tumekubaliana mikakati tuweze kupandisha matoleo, tuweze kupandisha idadi ya wanaobatizwa kuja kanisani. Kama tutatoka hapa lakini hatupo na umoja, hatujanuia mioyoni mwetu, basi kazi tunayofanya hapa ni bure. Mungu anahitaji toba ya kweli, na hiyo toba ya kweli ndiyo pekee itakayotuonyesha njia sahihi ya kufata katika mipango yetu. Mama Ellen G. White anasema katika ukurasa wa 553 hadi 55, toba ya kweli haikomei katika kukiri dhambi, huonekana kwa kurekebisha makosa. Na hili Zakayo alithibitisha. Kumbuka, unajua, usione kila tajiri ukafikiri kwamba alizipata kwa njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Mwe mnapiga amina, maana ni mwisho wa siku nitawapa hela. Bwana Yesu asifiwe.
Usione tajiri ukafikiri kwamba mali amezipata kihalali. Kuna wale ambao Mungu amewabariki wakazipata kihalali, lakini asilimia kubwa wale wanaonungunikiwa ni wale wanaozilimbikiza kwa njia ambayo si nzuri. Na kwa njia hiyo, inapotokea kwamba unajisalimisha mbele za Bwana, unatakikana ujisalimishe kikamilifu na kukabidhi dhambi zako mikononi mwa Mungu, ili Mungu anapokusamehe naye anafuraha kwamba huyu mhusika ameungana kwa dhati. Namba moja ambayo tunajifundisha kutoka katika kisa hichi, licha ya kwamba Zakayo alikuwa ni tajiri, lakini alikuwa mtupu moyoni. Unaweza ukawa mchungaji hapa, unaweza ukawa mshiriki hapa, unasoma fungu, unahubiri, lakini moyoni wewe ni mtupu. Halo? Tafakari, je, ulichonacho moyoni kina thamani mbele ya Bwana? Usije ukafikiri kwamba kuwa kanisani umekamilika. Wewe unajijua mwenyewe binafsi ni kitu gani ulichokifanya ambacho hakistahili mbele za Bwana. Mungu anapopita karibu nawe, unapokuwa na njozi ya kumtumikia, jisalimishe na uweze kupata thawabu iliyo kamili. Namba 2, alikuwa na kiu ya kumpata Yesu. Ndugu zangu, najua ni Mungu mwenyewe ndiye ana uwezo wa kusoma mioyo yetu na dhamira zetu, kwa nini tuko hapa. Ninaongea na wachungaji na watumishi wa kanisa. Nyakati zile za nyuma ilikuwa ni wito, ukimwona mchungaji unajua kwamba huyu amewiwa. Ila siku hizi kuna nyakati washiriki mpaka wanasema kwamba huyu amekuja tu kwa sababu ajira huko nje haipo. Wapendwa, tujitafakari. Tunapoamua kumtafuta Yesu, je, tumekuja kutafuta ajira au lengo letu ni kumtumikia ili siku atakaporudi basi na sisi tuwe miongoni mwa wale watakaomlaki mawinguni? Namba 3, Yesu alimthamini licha ya dhambi zake. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mlevi chakari wakati tuko chuoni. Mimi nilikuwa deacon, lakini pia nilikuwa waziri wa fedha. Kwa kuwa yeye alikuwa waziri wa mambo ya entertainment, ilikuwa ni changamoto, maana inapofika mwisho wa robo lazima tupate burudisho. Wanavyo, najua mnanielewa ninaposema hapo. Lazima atafute kama ni disco zije, na mlipaji ni waziri wa nani? Na ili ujue uhakikishe kwa mambo yote yametulia, lazima ukeshe na wewe. Na siku yenyewe inayopangwa ni Ijumaa. Jumamosi deacon lazima awepo kanisani. Ilikuwa ni mzigo mzito, lakini huyu rafiki yangu tuliongea naye, mwisho wa siku akaniambia hivi, sisi ambao tunaonekana walevi, tukiingia kanisani bado tuna fursa ya kumtumikia Bwana? Nikamwambia ni ndio, ikiwa utatubu dhambi na ukabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo kikamilifu, hata wewe unaweza ukawa mchungaji. Hivi ninavyoongea ni mshiriki. Ni kwa sababu Yesu Kristo anavyomtazama mtu, anamchukulia yule mwenye dhambi na kumthamini kama ni mtu ambaye yeye pia ana fursa ya kupata wokovu. Bwana atusaidie. Tunapowatazama washiriki, tunapowatazama wachungaji, tunapowatazama viongozi, tuwatazame katika mtazamo ambao kila mtu anastahili kwenda mbele za Yesu Kristo. Tusije tukaanza kuwaweka katika makundi
ambao mwisho wa siku sisi ndio tunakosa ufalme wa Mungu, ila wao wanaurithi. Wapendwa wangu, tujitathmini tukijua sote ni wa thamani mbele za Bwana. Lakini jambo la 4, Zakayo alitoa toba ya kweli, maana alionyesha kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukikubali, kama kija rafiki yangu hapa anaenda kufunga ndoa kesho kutwa, akimkubali Vumi atambeba mzima mzima, asije akaacha kwamba mimi nakuchukua lakini hiki kipengele ninakiacha. Hamna. Ukikubali kufata Mwokozi, fanya kwa matendo na ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kututia moyo. Zakayo hakuthamini ile utajiri aliojilimbikizia, badala yake aliamua kurudisha mara 4. Ukitafakari, kama alikuibia 5,000 anakurudishia 20,000, huyo mtu mwisho wa siku ana chochote anachobaki nacho? Hana. Lakini alitambua kwamba akiwa na Yesu basi ufalme wa mbinguni ni wake. Hakuna anachohitaji kukifanya katika ulimwengu huu ikiwa atatembea na Yesu siku zote. Wapendwa, Mungu atuongoze katika njia iliyo bora. Namba 5, tunajifunza kwamba wokovu huleta urejesho wa watu. Kauli ya Yesu, leo wokovu umeingia katika nyumba hii, inaonyesha kuwa Zakayo alirejeshwa katika heshima kama mwana wa Ibrahimu, sio kwa damu bali kwa imani. Imani yake ilimfanya akapata wokovu na kurejeshwa katika kundi la Mwenyezi Mungu. Hebu leo imani yako ikuponye. Yesu hubadilisha moyo kabla ya kubadilisha tabia, na toba ya kweli huonekana kwa matendo. Basi mikutano hii itakapoisha, tutakaporudi katika mitaa yetu, tutakaporudi katika makanisa yetu, yale tunayoyatoa midomoni yetu au vinywa vyetu, basi tuvionyeshe pia kwa matendo, ili wale tunaowahubiria, wale tunaowaongoza waridhike. Unajua kuna watu wanaweza kukufuata, wanasema wewe ndio, yani wewe ndio, unasemaje? Yani mtu akikuona anasema kwamba yule ndio model wangu. Sasa ikiwa wewe ni model wake, alafu katika matendo ukitoka nje unafanya tofauti, utampoteza huyo mtu. Na si yeye tu, maana atatoka kama halikuwa hajaongoka vizuri, ataongeza sumu mitaani huko. Tunapotembea na kupiga vile ving'ora ambao viko kwenye gari la Pastor Bitwaiki, wale wanatutazama tofauti, wanatuona kama wanafiki, maana kile tunachokisema sicho kile tunachokihubiri na kukitenda katika matendo yetu. Mungu atubariki, ili tunapojitoa basi tujitoe kwa moyo wa kweli, ili Mungu hawe na furaha kwamba chombo nilichokiumba katika ulimwengu huu kinanitendea mema niliyokusudia. Na Bwana atubariki. Wangapi wamebarikiwa na neno la leo? Tutaandaa effort ya wiki 3 na bro atatubariki. Tunakwenda katika maombi na nitawakaribisha watu wa praise team tuimbe nao wimbo wa saa heri ya maombi. Muda huo nikimkaribisha dada Shelemia na dada Galani ili waweze kuja kutuweka mbele za mikono ya Bwana kupitia maombi.
Maombi tutakayoyaombea leo ni kwamba tuwe na hamu ya kumwona Yesu kama Zakayo, lakini Yesu anapopita asitupite. Mungu atusaidie Yesu atakapoingia katika majumba yetu, basi tutengeneze mazingira aweze kukaa muda mrefu zaidi, kwa sababu anaweza akaja na akakaa muda mfupi na kuondoka. Sisi kama watumishi wa kanisa tujitahidi kutengeneza mazingira mazuri katika mioyo yetu kumkaribisha Kristo. Basi tuimbe. Basi kwa heshima na kicho mbele za Bwana tupige magoti kwa ajili ya maombi. Mungu wetu na Baba yetu, ni asubuhi nyingine tunakuja miguuni pako tukiwa na shukrani za pekee kwa namna ulivyotutunza tangu tulipoachana jana, na asubuhi tumekutana. Tunasifu na kushukuru jina lako. Katika masaa ya asubuhi tunashukuru kwa neno lako lililokuja kwetu kupitia mtumishi wako, likitukumbusha kwamba nyakati zingine tumekuwa tukijiinua kwa kiburi na vitu mbalimbali tulivyo navyo. Asubuhi hii tunakuja mbele zako tukiomba tufanye tukashushe viburi vyetu, ili leo unapopita katikati yetu uweze kuingia mioyoni mwetu. Kwa namna ya pekee tunaomba maisha yetu yakabadilike na utufanye kuwa wapya. Tunapofanya kazi hii ya kuita watu wako miguuni pako, tukaweze kuwa kielelezo na watu wengi wakaweze kuvutwa na maisha yetu tunayoishi kila siku. Tufanye tunapotoka katika mikutano hii tukafanye kazi yako si kwa mazoea,
bali tukaifanye katika ukamilifu unaotaka tuufanye. Tunapomaliza mikutano hii, tunaomba ukatufanye majimbo yote idadi za ubatizo zikaongezeke. Waongofu wapya wanapoingia wasitoke, tukaweze kuwalea na wote tukaweze kuishi tukiwa tunakungoja wewe mara ya pili. Lakini tunaomba kwa ajili ya waaminifu wakaongezeke katika matoleo ya zaka na sadaka. Kazi yako bado inahitaji fedha nyingi, ambapo hatuwezi kuikamilisha kama tukiendelea na mwendo tulionao. Kabariki kazi za watumishi wako, bariki kazi za washiriki wote, mashamba yao na biashara zao, ili unapowabariki kupata ukawakumbushe kuwa wanapaswa kukurudishia vilivyo vyako. Tunapoendelea na maombi haya, tunaomba ukayaunganishe yote katika jina la Yesu, amina. Mtakatifu, mtakatifu Mwenyezi Mungu uishiye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe asubuhi ya leo. Tunakuja kwako asubuhi ya leo tukihisi tukiwa tumepungua pakubwa sana. Tafadhali Mungu wa mbinguni, samehe maovu ya kila mmoja wetu. Tunakuja asubuhi ya leo tukiwa tumejawa na shukrani nyingi kwa namna ulivyotutendea kila mmoja wetu. Ni kwa wema wako na fadhili zako umetupatia tena siku ya leo. Tafadhali Mungu wa mbinguni, utupatie nafasi na akili ya kutambua pale tulipokutenda dhambi. Ile nafasi na ile fikra ya unyenyekevu ya kujishusha iliyokuwa moyoni mwa Zakayo, tafadhali Mungu wa mbinguni tupatie kila mmoja wetu, ili tuweze kutambua pale tulipoenenda tofauti na mapenzi yako, kila mmoja wetu kwa sehemu yake. Yawezekana tumetenda dhambi kila mmoja wetu kwa ulegevu, kazi zetu kwa ulegevu, kwa mazoea. Tupatie moyo wa unyenyekevu na tutambue pale tulipokukosea, na utuimarishe kwa ajili ya utukufu wa kazi yako. Asubuhi ya leo tunakuja kwako tukiwa tunaombi la dhati. Sisi uliotupatia nafasi ya kulitumikia jina lako, utufanye kuwa watu wa mfano bora ili wengine wajifunze kwetu. Kama tukisema bila kutenda ni kazi bure. Tusaidie asubuhi ya leo kulisimamia neno lako. Tusaidie asubuhi ya leo kuliishi neno lako. Kila mmoja wetu tunapoenda kwa kila mtaa, kila mchungaji kwa mtaa wake na kila mtumishi kwa ofisi yake, tukawe na toba ya kweli na hatimaye tuweze kukuinua kwa sababu ya utumishi uliotuweka kila mmoja wetu kwa sehemu yake. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi kwenye vipindi vya siku ya leo. Tunavikabidhi mikononi mwako kuanzia sasa mpaka jioni ya leo, na tunaamini utaendelea kuwa na kila mmoja wetu ukimtumia kwa sehemu yake. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Bwana sikia maombi yetu, utege sikio kwa sala zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndiyo mwisho wa ibada yetu ya asubuhi. Bwana awabariki tunapoendelea na programu zinazofuata.